kutazama ama kwa kusikia ama kwa kupumua ama kwa kulala na kula, kwa kutembea kimalazi, kimawazo tumemkosea, tujitakase. Mnaleta mawazo gani ninyi wenyewe? Kwa wale tutawaambia nini? Mchukue chombo mbio sana, ni ninyi mtajibu. Mkitafuta jibu, tutakuwa vile vile na les élus. Tutajiswali hivi kufuatana na mafundisho. Karibu huduma hii imekwisha. Kufuatana na mafundisho ya wimbo wa les élus, nao wamesimama. Nafikiri wamesimama les élus. Kufuatana na mafundisho ya wimbo wa les élus, kanisa hapo kale liliundwa na mitume. Waliishi pamoja kwa umoja, na Mungu akaongezea kanisa siku kwa siku. Alafu unafikiri nini mnaweza kutuonya sisi ambao tunawakomboa wale mitume walioongezewa siku kwa siku? Sisi hatuongezeki siku kwa siku. Tunakaa miezi 6 ni wale, mwaka mmoja ni hawa tu. Mtatuonya nini? Mtapewa vile vile chombo. Alafu vile vile tutakuwa na wimbo wa kufuata. Waimbaji mwinuke juu. Damu ya Yesu inapitisha hukumu. Ndani ya ile tulitafuta kufikiria, tunatafuta kusema damu ya Yesu inapitisha hukumu. Alafu mtatusaidia namna gani? Sijasema bado la revelation, niko na la lumiere nafikiri. Ndio. Damu ya Yesu inapitisha hukumu. Alafu na mwanadamu wowote anaweza kuokolewa nayo. Sasa wale ambao wanaonekana ndani ya dhambi si wanadamu, ama damu ya Yesu imewashindwa wao? Kwa sababu mwanadamu yeyote yeye anapitishwa hukumu. Lakini sasa wakati wa Roma inasema sisi sote tulifanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wakati Paulo anaandika haya, hajui ya kwamba panakuwa damu ya Yesu. Wimbo wa kufuata karibu wa mwisho asema matendo ya mtu yanaweza kumwokoa. Wakasema hapana, haiwezi, msimame. Alafu mbona Yakobo anasema imani pasipo matendo inakufa? Ninyi mnamuonya nini Yakobo na kanisa linalosoma mashahiri haya ya kwamba mtu pasipo matendo imani yake bado imekufa? Alafu tutaweza kumaliza. Tazama ni mapendo gani haya Mungu aliweza kutupenda naye. Sasa kama Mungu alitupenda, kwa nini tunalala njaa? Kwa nini tunafukuzwa? Kwa nini tunagonjwa na tunakufa? Na mapendo ya Mungu bado yakiwepo. Alafu tutakuwa tumemaliza meditation zetu. Nilitayarisha meditation lakini nyimbo zimenivutia. Tuweze kumedite ndani ya nyimbo. Mnanisikia? Tutaanza na mystère de l'évangile. Mkisha kujibia mtakaa, wengine wanajibia mbio. Sasa tukongoe muda. Karibu. Ndio fait question yetu watuuliza kama wale wanaohubiri ile maneno ya ilete faraja kama tunapasha waambia nini. Je crois réponse aussi comme refrain nasema sikufarijika kamwe. Alors nikuwajibia maneno ambayo unahubiri hailetake faraja. En plus nikuwaambia mwache kudanganya watu. Jua nini? Parce que maneno yenyewe mko na tuhubiri haikutufarijia. Nous sommes sûrs et certains que wale wengine wako na wasikia leo nao hawafarijiwe kwa ile maneno yenu. Waache kudanganya, sababu wanayohubiri ni nini? Ni uongo. Sio vile mnasema. Mkisema watu wengine wakihubiri wanahubiri uongo. Tunaweza kusikia huruma kuona mtu mzima anakaa ndani ya
uongo, na anapitisha saa 1, 2, 3, 4. Asante sana mkae. Watu wa pili tutakomboa mbio mbio. Watu wa pili ni tulisema kanisa hapo kale lilianza na mitume, walikaa pamoja kwa umoja. Mimi nasema kupatia lezini. Mpunguzie volume kiko mbele ya bafle. Kuja huko. Sogea, ndio mzuri. Wanasema kanisa la kwanza hapo kale lilianza na mitume. Kisha wanatuuliza jua nini sie wa leo hatuendelele yake tunabakia wale wale. Repose ni kwamba wasema walikaa pamoja kwa umoja. Huenda sisi ndio kwa tukale pamoja kwa umoja ndio desi acha hatuendelee siku kwa siku. Onyo tufanye je? Tukale pamoja kwa umoja jinsi wanasema. Asante sana kijana. Kanisa la kwanza liliishi sans hypocrisie. Liliishi pasipo unafiki. Hela ni unafiki, ni hela. Pasipo unafiki. Waliambiana kweli na ilikuwa kweli. Lakini watu wakikaa, hata mnakaa pamoja, unaweza kukaa pamoja. Fred anajua alikuwa analeta kile meditation kama message. Kundi la kondoo walikuwa wamekaa pamoja, lakini maandiko yanasema Yesu alipowaona kaona wamesambalana sana, lakini kwa macho yetu wanakaa pamoja. Waimbaji walitafuta kutuambia leo, ndugu zetu, tusiendelee kwenda kufikiria kule nje, na bado hapa kukaa pamoja inafanya nini? Inashindikana. 3, karibu. Damu ya Yesu inapitisha hukumu. Ndio yetu ya Lalimero walisema damu ya Yesu inapitisha hukumu. Sasa ulizo ilikuwa kwa nini watu waendelea kufanya dhambi na damu ishapitiza hukumu? Conclusion ya nyimbo yetu ilisema kama na wewe umesikia kisi Yesu alikufa kwa Calvary, dhambi zako zilioshwa. Wale ambao wanaendelea kufanya dhambi ni sababu hawajasikia kama dhambi zao ziliisha kwa Calvary. Hawajui ya kwamba kuna siku moja dhambi zilikwisha, kisha wanaendelea kufanya dhambi. Ni kweli. 5 na 4. Ndio. Hata siku mlipaswa na Lumiere naongezea hivi. Kama verses zinasema na wote wenye mwili wataona wokovu wa Bwana. Haiko wote ndio wenye wataokolewa kama hawana mwili. Seke wale wenye wangali na tenda dhambi tunasema ni race de vipere hawana mwili. Make wiko na ile race de vipere ndio ndaongeza tu. Wapotee yao kule hawana mwili, haiko watu. Conclusion ya nguvu ile. Karibu. Tuendeleshe kwa ya 4. Swali yetu ilikuwa kusema je, matendo ya mtu, hizi nyimbo yetu ilikuwa naimba, je, matendo ya mtu inaweza kumpatia kesho nzuri? Na hapo sasa ningepreferia urudie swali kisi uliuliza swali juu tukoe clear. Yakobo anasema imani pasipo matendo imekufa. Je, ninyi mnaweza kusema tuache matendo yetu kusudi matendo ya mtu haiwezi kumuokoa? Tuache basi matendo, sababu nimeona hapa tangazo wanatulomba makuta juu hii. Makuta zitaenda kwa nini kama matendo yetu haiwezi kuokoa na imani pasipo matendo nayo imekufa? Karibu. Wakati tuna nyimbo inaimba je, matendo ya mtu inaweza kumpatia kitu nzuri, inaweza kuokoa. Kama Yakobo anasema vile, anasema imani pasipo matendo inakufa. Ile ni apres ya nyimbo kwenye tuko naimba. Tuko naimba nyimbo avant ya ile imani hata kufika kwa Mungu. Mtu iko na tuko naimba je, matendo ya mtu inaweza kumpa kesho nzuri? Mtu mwenye kwanza ile imani haiko kwake, kisha anatarajia matendo kupata kesho nzuri, kisha na imani na hiyo onekana. Lakini tutasema hivi, Roma sura ile ndio wanazungumzia juu Abrahamu. Wanasema Abrahamu alipata nini kwa njia ya mwili? Angekuwa alipata alihesabiwa haki kwa matendo kama iko na cha kujisifia tena bila mbele ya Mungu. Lakini wanasema alihesabiwa haki kwa imani. Na wakati anahesabiwa haki kwa imani, wanaonyesha kwamba mtu mwenye
anapokea kitu kwa imani, haisema aseme yake ni matendo tena. Na wakati wanasema tumeokolewa kwa neema, kama umetumika haiko tena neema, kama kumekuwa matendo haitakuwa tena neema. Ndio nasema je, matendo ya mtu inaweza kumpa kesho nzuri? Na tena kama tutasema tena nyuma ni neema, tena tumeokolewa kwa neema, ni kuonyesha kwamba neema ndio yenye imeokoa na hakuna matendo ya mtu. Wakati neema imeshaokoa, juu kuko kitu kenye kimefanyika, ndio neema yenyewe tunafundishiwa yenye ilifanyika juu yetu, na ile sasa ikishafika ndio imani inakuwa. Kisha na wanasema ile imani sasa pasipo tena matendo. Wanasema sasa kama imani iko, hayo pekee inazaa matendo ndani ya mtu. Amen. Asante sana kijana. Akose la voix de la bonne nouvelle wanatafuta kutonya mwenye hana imani asikuwa anafanya matendo. Si vile? Tukao tunachagua wenye hana imani tuwafukuze wasifanye matendo. Ndio mumupatie tungali na yeye. Angali na jambo la kusema. Kama mtu hana imani aache kufanya matendo katika kitu. Bongo kweli. Gisi anasema imani pasipo matendo wanasema inakufa. Na matendo pasipo imani, mimi ningesema matendo pasipo imani ndio yenyewe inapoteza hata na mwenyewe iko naifanya. Asante sana, tufike mwisho na la revelation. Niko naona kama wa entraîneur njoo wanakamata. Haleluya. Ni kusema mnafundishaka na mnabakia nyipika na mafundisho yenu, wengine mnawaokopea wakasema na watawamwanga chini ya kosi. Karibu mwenyewe haiko entraîneur. Si kwa entraîneur. Très bien. Lakini tazama ni mapendo namna gani tulivyopewa na Mungu ili tuitoe na Mungu. Hakika namna vile nyimbo inatoka kutuonya. Mapendo kwanza ilianza na Mungu. Na ili tuitoe na Mungu tulipendwa kwanza na Mungu. Nile ambapo mimi napasha kusema kama entraîneur kuna kingine kusema anapasha ongezea ama mwingine. Patie huyu Yvette. Mama Yvette anapenda kusema kitu. Mbona mimi question yetu ilikuwa kusema kama sisi tumeokoka tunaweza kosa chakula. Question papo turudi. Ndio ni ile tu. Kwa nini tunateseka na mapendo ya Mungu iko pale? Mungu anatupenda, tunalala njala, tunagonjwa na Mungu iko pale. Mimi na comprendre que haiko kusema sasa tumeokoka hatutagonjwa wala hatutakosa chakula. Juu tuko tu kwanza mulimwengu wa matatizo. Ile raha tutaishi njoo mbinguni, hatutaishi duniani. Haleluya. Kungali kitu kingine? Kisidada na kaka wanatoka sema, utaongezea kusema ya kwamba mateso haiko ya mbaya, haiko necessairement mbaya. Tukakamata mzazi anazaa mtoto anampenda sana, lakini mtoto mwenye mzazi anapenda sasa apenda aende kwa masomo, mtoto anapenda apate usingizi, mzazi atakuya anamwamsha anasema mtoto enda kwa masomo. Eske mzazi anakuwa anapenda ule mtoto, lakini anakuwa anampenda, anamtianjo mformation jour après le formation atakuwa na nguvu fulani. Tukikosa chakula, tukikosa nini, tutasema toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que kupitia ile kuna fundisho nyingi sana, na hatuwezi pata kitu kitawaka zawabu kama hatukutumika ama kama hatukupata formation na kama hatukufanya preuve ya kwamba sisi réellement tulikuwa washindi. Ndio maana mateso ina nafasi yake, meme si ni kugumu kusema katika maisha ya Kikristo. Bonamie, shukrani kwa mkorale za mingi. Ya la revelation mimi ningelisema juste ya kidogo sana bila kula muda. Tukakamata uokovu sa kontra. Je crois que mateso na iko ndani. Yesu alisemaka mtapata vitu vya mingi mara 100, akaongeza na mateso ndani. Alors tukasema seme tutaweza ishi vingine vitu tunaepuka mateso, itakuwa difficile parce que tutakuwa haturespecte contrat. Kila mwenye anaishi furaha tu hayaona mateso, ajue kisi kungali ka close kama contrat kenye haya exploit. Asante sana. Tuweze kukaa. Sitafanya tena meditation hii inatosha.